Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji unayenisikia na kunitazama kupitia mitandao ya kijamii, yani social networks. Ninakusalimia katika jina la Yesu Kristo aliye nuru ya ulimwengu. Ninaye kujia wakati huu kupitia mitandao hii kusema na wewe ni Apostle Emmanuel Kamuhangire Bugingo, nikitokea katika kilima cha Bwana Yesu Rwenkorongo ya Kerwa, Tanzania. Na kwa sababu ya neema ambayo tumepata kwa siku ya leo, niombe kwanza Mungu wetu wa mbinguni ili wakati huu mzuri tuliopewa na Mungu wetu katika jina la Yesu akapate kutawala kipindi hiki na fursa hii ambayo ni ya neema kubwa tulioipokea kwa Bwana ya kuweza kuwa connected mimi na wewe kupitia njia hii ya mitandao ya kijamii. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, pokea sifa, heshima na utukufu. Majira na nyakati ni vyako Bwana. Kama sisi, kila mwenye pumzi, kila mwanadamu chini ya jua, tulivyo uzao wako na wanao Bwana, ambao unatuwazia mema, na kila itopo leo kuna kusudi lako kwa ajili Bwana ya utukufu wa jina lako. Ndio maana siku ya leo ulijua ya kwamba utatufanya tuunganike kupitia mitandao ya kijamii Mungu, kupitia YouTube Jesus Right Church Online TV pamoja na mitandao mingine ya kijamii, ili Bwana ukapate Kristo kufanya jambo jema, ukapate kujifunua kwetu kwa kila mwanao ambaye umemridhia Bwana neema hii kwa siku njema ya leo. Tunakuhitaji sasa Bwana, ukapate kutawala wakati huu na mazungumzo haya, na kila Bwana uliyolikusudia kwa neno au kwa tendo yote yafanyike katika jina lako na kwa utukufu wako. Karibu Roho Mtakatifu uliye msaada wetu, uliye mwalimu, uliye kiongozi, ukapate kutawala mazungumzo yote. Neema ya Bwana ikapate kutufunika tangu tunaanza kipindi hiki mpaka tunakamilisha. Neema ya Bwana iwe ni kubwa Baba, na uwepo wako uwe ni mkubwa kwa kila mwanao ambaye umemridhia, ili tukapate kuconnect na wewe mwenyewe Bwana, kwa jina la Yesu li Alfa na Omega. Amen, amen, amen. Basi Mungu amenipa kibali na neema kubwa la kuachilia kitu hiki ambacho unakwenda kukisikiliza, kukufunulia kanisa la Yesu ni nuru. Kwa hiyo Mungu amenibebesha maono yake ya kuanzishwa kwa kanisa hili, na pia kushiriki kusudi la kimbingu la Mungu na maachilio makubwa ya kanisa hili la Yesu ni nuru. Mimi ni baba wa familia, nina mke na watoto 7, wa kiume 3 na wa kike 4. Tunampenda Mungu aliye hai, tunampenda Yesu Kristo aliye nuru ya watu, aliye nuru ya ulimwengu. Tumeokoka, tunampenda Yesu sana, na mimi na nyumba yangu tunamtumikia Mungu aliye hai. Na katika uanzilishi wa kanisa hili la Yesu ni nuru, yani Jesus Right Church, ambalo linaanzia Tanzania kwenda kwa mataifa na ulimwengu, mimi na nyumba yangu tunashikamana katika kusudi hili jema la Mungu aliye hai. Haleluya. Kwa kifupi, huo ndio utambulisho ambao nimefanya. Mengine tutaendelea kwa kadiri Bwana atakavyoendelea kutupa neema ya kuendelea kushirikiana na kushikamana kwa ajili ya kanisa hili la Yesu ni nuru,
ambalo Mungu ameanzisha kwa ajili ya ulimwengu wote kuokolewa. Mbarikiwe na Yesu. Kanisa la Yesu ni nuru, ambalo linaundwa na maneno matatu ya Kiingereza, Jesus Light Church, kwa herufi tatu, Jesus kwa maana ya J, Light kwa maana ya L, C kwa maana ya church. Hiki ni kifupi cha kanisa la Yesu ni nuru kwa Kiswahili, na kwa Kiingereza Jesus Light Church. Hili ni kanisa la kiroho au la Kipentekoste ambalo Yesu analianzisha katika kizazi cha nyakati za sasa. Kanisa hili Mungu alipohitaji kwa mapenzi yake kulianzisha kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania na ulimwengu wote, jambo hili Mungu alilifunua kwangu wakati nikiwa naendelea na utumishi wa kumtumikia Mungu zaidi ya miaka 20 sasa, kama mchungaji, kama mwalimu na mhubiri wa habari njema za Yesu. Tarehe 27 za mwaka 2020, wakati naendelea na utumishi wa kumtumikia Mungu, nilisikia wazo ndani kupitia Roho wa Yesu, Roho Mtakatifu. Mungu akanielekeza kuwa katika maombi ya kufunga bila kula siku 3, ambayo nilianza tarehe 25, tarehe 26 na tarehe 27, ndipo nilikuwa ninakamilisha maombi ya siku 3. Katika siku ya 3 nilisikia sauti ndani inanielekeza kwamba Mungu anakwenda kuanzisha huduma ambayo mimi ndiye nitakuwa msimamizi na mwanzilishi na wakili wa Mungu katika huduma hiyo. Mungu alinifunulia kitu hiki ambacho unakitazama, yaani kanisa la Yesu ni nuru, ambayo hii ndiyo logo yake, ndiyo nembo yake. Kwa hiyo nilimsikiliza Mungu na Mungu akaanza kunielekeza hatua kwa hatua. Manake nilielekezwa na Roho Mtakatifu kushika kalamu na notebook usiku wa tarehe 27 Agosti 2020. Kwa hiyo nikaanza, Roho Mtakatifu akaanza kunifundisha na kunielekeza kanisa la Yesu ni nuru litakuwaje, litabebwa na kitu gani, maono yatatembeaje, kwa sababu maono ndiyo dira, na dira inatembea katika mipango, yani missions, na hiyo mipango inasimama na kusudi. Kwa hiyo Mungu usiku huo wa tarehe 20 Agosti 2020, Roho Mtakatifu akaanza kunielekeza, nikaanza kuchora nembo hii unayoiona, ambayo ndio logo ya kanisa unayoiona yote. Nikachora, nilitembea na Mungu usiku huo, ambapo nilikuwa namaliza maombi hayo kuanzia hiyo saa 3 mpaka karibu saa 9, saa 10 hivi alfajiri, ndipo nilikuwa ninakamilisha nembo hii unayoiona, ambayo nembo hii sasa ndio inabeba vision, yani maono, ndio inabeba mission, yani dhamira, na ndio inabeba kusudi la Yesu kuanzisha kanisa la Yesu ni nuru, yani the purpose of Jesus. Ndani yake imebeba nguzo 3, na ndani yake imebeba misingi 12 ya imani tutakayotembea nayo kanisa la Yesu ni nuru. Nguzo hizi 3 ni kama ifuatavyo. Nguzo ya kwanza ni Yesu wa msalaba. Unaona alama hii au herufi hii, ukiitazama herufi hii ni J kwa maana ya Jesus, kwa Kiswahili Yesu. Lakini ukiitazama picha hii kwa undani, huyu Yesu ni Yesu wa msalaba. Kwa hiyo kanisa la Yesu ni nuru linatembea na mwanzilishi mkuu ambaye ni Yesu wa msalaba, the crucified Jesus. Hiyo ni nguzo ya kwanza. Kwa hiyo tunaamini na tunasimama katika kanisa la Yesu ni nuru na Yesu wa msalaba ndani ya damu yake. Kwa maana nyingine, kitu ambacho Mungu anakiachilia kupitia kanisa la Yesu ni nuru ni kwamba
tafsiri ya Yesu, mwanzilishi wa kanisa la Yesu ni nuru, ni kwamba kanisa hili limeanzishwa na Yesu aliyesulubiwa msalabani, na wokovu ambao tumepewa kupitia kanisa la Yesu ni nuru, ni wokovu unaotembea na damu ya Yesu msalabani. Katika kitabu cha Ufunuo, neno la Mungu linasema, Ufunuo sura ile ya 12 ukianzia mstari wa 7 kuja mpaka wa 11, kulikuwa na vita kati ya malaika wa shetani na malaika wa Mungu. Lakini ule mstari wa 11 wa Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11 unasema, nao yani malaika wa Mungu wakashinda malaika wa shetani kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda. Haleluya! Kwa hiyo sisi kupitia kanisa la Yesu ni nuru, tunaamini ya kwamba wokovu wetu unatoka katika Yesu aliyesulubiwa, ambapo sisi wanadamu tunapata neema ya wokovu na ukombozi kupitia damu ya Yesu msalabani. You cannot talk salvation without the Holy Cross. Huwezi ukaongea habari za wokovu bila kumzungumza Yesu aliyesulubiwa. Lakini pia huwezi ukaongea habari za wokovu na ukombozi wa mwanadamu bila kuongea damu ya Yesu aliyoiachilia msalabani. We are saved through the precious blood of Jesus on the Holy Cross. Therefore, you cannot talk about salvation without talking the Holy Cross. And you cannot talk about born again without mentioning the essence of precious blood of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kwa hiyo katika kanisa la Yesu ni nuru, tuna nguzo hiyo ya Yesu Kristo mwanzilishi wa kanisa hili, lakini ambaye ni Yesu wa msalaba, ambaye ametununua kwa damu yake ya thamani inayozidi vyote. Hiyo ni nguzo ya kwanza. Haleluya. Nguzo ya pili, ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji unayenisikiliza na kuniona kupitia mitandao ya kijamii, nguzo ya pili ambayo Yesu alinipa tangu siku hiyo ni Roho Mtakatifu. Ukisoma katika Injili ya Mathayo mtakatifu, Mathayo mtakatifu sura ile ya 3 ule mstari wa 16 na wa 17. Mathayo mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16 na wa 17. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara kapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni kisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Neno hili pia Yesu anajishuhudia katika Injili ya Luka sura ya 4. Luka sura ya 4 na ule mstari wa 17 hadi 19. Yesu anajishuhudia mwenyewe. Luka sura ya 4 mstari ule wa 17 hadi 19, Yesu anasema, neno la Mungu linasema, akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao,
na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Huo mstari wa 18, 4:18 Luka. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Haleluya! Kwa hiyo katika kanisa hili la Yesu ni Nuru, Mungu ametupa nguzo ya pili katika kanisa la Yesu ni Nuru ya Roho Mtakatifu kuwa nguzo katika kanisa hili, kwa sababu Yesu Kristo aliye nuru ya ulimwengu ndiye kielelezo cha imani yetu. Katika Waebrania ile sura ya 12 mstari wa 2 neno la Mungu linasema, tukimtazama Yesu ambaye ndiye mwanzilishi wa imani yetu na ndiye anayetimiza imani yetu. Tukimtazama Yesu, kabla ya kuanza huduma ilibidi kwanza apokee kipawa cha Roho Mtakatifu, na ndiyo maana Yesu wakati amepaa mbinguni na anaagiza mitume wa kwanza na wale wanafunzi habari za kwenda kuhubiri habari njema za ufalme, kama ambavyo tunakwenda kuhubiri sisi habari njema kupitia kanisa la Yesu ni Nuru. Anawaambia wasitoke Yerusalemu, kwanza wapokee ahadi ya Baba, yani Roho Mtakatifu. Nisome neno hilo katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza mstari wa 4, wa 5 na ule mstari wa 8. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 4, wa 5 na wa 8. Neno la Mungu linasema, hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Mstari ule wa 8, Yesu anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Haleluya! Hii ahadi ambayo Yesu aliwaambia wanafunzi wake wa kwanza na mitume wa kwanza aliitimiliza, kwa sababu Yesu anasema tunapopokea kipawa cha Roho Mtakatifu ambayo ni ahadi ya Baba, ndipo tutakuwa mashuhuda wa Yesu, ndipo tutahubiri habari njema za Yesu. Tukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4, utaona Mungu anatimiliza ahadi hii, na utaona ukiendelea mpaka mstari wa 41, siku hiyo ndipo ambako Mungu alianzisha kanisa, na kupitia Yesu kuanzisha kanisa kupitia umwagiko na ufuriko wa Roho Mtakatifu, ndiyo maana kanisa lililolianzisha Yesu linaendelea hata sasa mpaka Yesu anarudi. Nisome katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 nitaenda mpaka wa 4. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuweko wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu kienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Mstari wa 14, lakini Petro akasimama na wale 11 akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Galilaya, enyi watu wa Uyahudi, na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Mstari wa 17, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Mstari wa 21, na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Mstari wa 32, Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tu mashahidi wake. Basi yeye akisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kukisikia. Mstari wa 37, walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao,
wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea lile neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Haleluya, haleluya! Kanisa la Bwana linaanza siku ya Pentekoste, linaanza na washirika wapya 3,000. Siku hiyo waliookoka kupitia umwagiko wa Roho Mtakatifu, nguvu inayotoka kwa Mungu aliye hai, na wakiwemo wale 120 waliokuwa pamoja na Petro katika chumba cha juu pale Yerusalemu. Unaona, na ndiyo maana Mungu akaniambia, mwanangu Emmanuel Kamwangire Bugingo, ninapoanzisha kanisa la Yesu ni Nuru, nguzo mojawapo ambayo itasimama na Yesu wa msalaba na damu ya Yesu ni Roho Mtakatifu. Tumesoma Yesu katika ile Injili ya Mathayo sura ya 3, Yesu Roho Mtakatifu alimwijilia kwa umbo au kwa sura ya mnyama huwa ni njiwa. Ndio maana unaona katika nembo hii kuna huyu njiwa, huyu ni simboliki ya huwa, na unaona huyu, hii ishara ya Roho Mtakatifu, yani njiwa au huwa. Mungu akaniambia lazima awe attached katika Yesu wa msalaba, asikilize kutoka kwa Yesu wa msalaba, Yesu aliyetununua kwa damu yake msalabani. Hii ni nguzo ya pili ambayo itatuongoza katika kanisa la Yesu ni Nuru. Nguzo ya tatu ambayo Yesu ametupatia kanisa la Yesu ni Nuru ni neno la Mungu, yani Biblia. Neno la Mungu, yani Biblia. Na unaona hizi nguzo tatu zote zinashikamana kwa pamoja: Yesu wa msalaba, Roho Mtakatifu na neno la Mungu. Ni senta, ni kitovu, ni nguzo zinazoshikamanisha kanisa la Yesu ni Nuru. Tukisoma maandiko matakatifu katika Injili ya Mathayo mtakatifu sura ile ya 4 mstari wa 4, wakati mjaribu anakuja kumjaribu Yesu, Yesu alimwambia, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Tusome Mathayo mtakatifu sura ile ya 4. Mathayo mtakatifu sura ya 4 mstari wa 4, lakini nianzie mstari wa kwanza ili upate ujumbe huu vizuri. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Mstari wa 4 sasa, naye Yesu akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kila neno. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo hii sura 24 mstari wa 35, neno la Mungu linasema, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Huyu ni Yesu anasema mwenyewe. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Biblia takatifu ni maneno ya Mungu aliye hai, ni pumzi ya Mungu, ni roho ya Kristo. Tunaposoma katika Injili ya Yohana sura ile ya kwanza kuja mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 4, tusome Yohana mtakatifu sura ya kwanza. Yohana mtakatifu sura ya kwanza, nasoma
katika jina la Yesu. Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuweko kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwemo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Essence iko hapa. Mstari wa kwanza wa Yohana 1 mstari wa kwanza, hapo mwanzo kulikuweko neno. Unaona, kulikuweko neno, naye neno amegeuka katika nafsi ya mtu. Alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Haleluya! Naye neno alikuwa Mungu, manake Yesu ni neno. Soma Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 63. Neno la Mungu linasema, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Haleluya! Neno la Mungu ni roho, tena neno la Mungu ni uzima, kwa sababu neno la Mungu ni Yesu mwenyewe. Katika kanisa la Yesu ni nuru, iwe ni miujiza, iwe ni unabii, ziwe ni karama za uponyaji au matendo ya Mungu yawayo yote, lazima yathibitike na neno la Mungu aliye hai, Biblia takatifu. Hivyo Biblia ni nguzo ya tatu katika kanisa la Yesu ni nuru. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji, katika jina la Yesu aliye nuru ya ulimwengu, Yesu aliye nuru ya kanisa hili na nuru ya watu wote. Sasa maono makubwa ya uanzilishi wa kanisa hili, na wakati Roho Mtakatifu ananipa maelekezo ya kutengeneza logo hii, yani nembo hii ambayo tayari tumeona imebeba nguzo tatu, yako mambo mengine 4 ambayo Mungu ameyaongeza kwenye nembo hii. Hivyo logo hii au nembo ya kanisa la Yesu ni nuru inabeba mambo 7 ya Yesu wa msalaba, Roho Mtakatifu na neno. Jambo lingine ambalo Yesu ameliweka, huduma hii na kanisa hili litaitwa kanisa la Yesu ni nuru, na ndiyo maana kwenye logo hii utaona kuna neno Elo. Hii ni herufi ya kwanza ya neno la Kiingereza light, hili hapa, likimaanisha mwanga au nuru. Kwa hiyo kanisa hili la Yesu litatembea na Yesu aliye nuru ya ulimwengu. Niende moja kwa moja, na ndiyo maana jambo lingine ambalo Yesu alinipa siku hiyo na ameendelea kulichochea ndani yangu ni maneno mawili ya Mungu yanayoibeba huduma hii na kanisa hili, ambayo ni Yohana sura ya 8 mstari wa 12 au John neno la Kiingereza John 8:12, pamoja na Mathayo 5:18-16 au kwa Kiingereza Matthew 5 verse 14 to 16. Sasa ili kupata ujumbe wa hii nuru ambayo ni nuru ya Yesu wa ulimwengu, basi tusome maneno haya ili tuone kile ambacho Yesu alikuwa akisema na mimi na anaendelea kusema na mimi na anakiachilia kwako sasa, ili uone lile kusudi la Bwana la kuanzisha kanisa la Yesu ni nuru. Neno la kwanza ni Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Nasoma katika Biblia ya Kiswahili. Yesu anasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa Kiingereza, because this is a word church. Hallelujah. Kwa Kiingereza kama neno linavyosoma John 8:12. John 8:12.
through the Holy Bible, the word of God says, again Jesus spoke to them, saying, I'm the light of the world. He who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Haleluya. Tunakwenda Mathayo mtakatifu sura ya 5 mstari wa 14 hadi 16. Mathayo mtakatifu sura ya 5 mstari wa 14 hadi 16. Yesu anasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Katika Yohana 8:12 amesema, Yesu anajishuhudia yeye ni nuru ya ulimwengu. Sasa katika Mathayo 5 Yesu anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Wakati Yesu anaachilia kitu hiki ndani yangu, anaachilia maono haya ndani yangu, anaachilia kusudi hili ndani yangu, Yesu anajifunua kama nuru ya ulimwengu, na anasema na sisi ni nuru ya ulimwengu katika jina la Yesu. Kwa hiyo Mathayo 5:14 Yesu anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo Yesu anasema nuru yenu, nuru yangu, nuru yako, nuru yetu, haleluya, na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo mema yetu, ili wamtukuze Baba yetu Mungu wa mbinguni. Haleluya. I read through the Holy Bible in English version. Matthew chapter 5 verse 14 to 16. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid. Nor do men light a lamp and put under a bushel, but on a stand, and it gives light to all in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Hallelujah. 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 Neno hili ni mahimizo, ni maagizo ya Yesu ambayo Yesu ameyaweka katika nembo hii ambayo inabeba image, inabeba kusudi la Mungu ya kwamba Yesu ni nuru ya ulimwengu, na sisi kanisa la Yesu ni nuru, Jesus Light Church JLC, lazima tuwe nuru ya ulimwengu. Lazima tuangaze kwa watu, wayaone matendo yetu mema yanayotoka kwa Yesu, ili wamujie Mungu aliye hai, waokoke, waokolewe, wakombolewe. Haleluya. Hilo ni jambo jingine ambalo Mungu ameliweka katika logo hii. Jambo la 6 sasa ambalo Mungu ameliweka katika logo hii, ambayo ni maono ya Yesu kupitia kanisa la Yesu ni nuru, ni hii herufi unayoiona C. C ni herufi ya kwanza ya neno la Kiingereza church. Hii hapa kwa Kiswahili maana yake ni kanisa, ndio inayokamilisha sasa kanisa hili. Maana yake Jesus Light Church, kwa Kiswahili kanisa la Yesu ni nuru. Unaona, Yesu akanielekeza kwamba hili kanisa sasa la Yesu ni nuru limeanzishwa na Yesu mwenyewe wa msalaba, ni kanisa la Yesu ni nuru, limeshikamana na Roho Mtakatifu na neno la Mungu, na limeanzia katika bara la Afrika, katika nchi ya Tanzania. Hapa kuna Tanzania. Hapo unaona, hapa ni Afrika Mashariki, Tanzania. Kwamba linaanzia Tanzania, ya Afrika Mashariki, ya bara la Afrika, na linakwenda sasa, kitu cha 7, linakwenda ulimwengu wote. Ulimwengu wote. This is a world map. Linatembea na linakwenda dunia nzima na ulimwengu wote. Ndio maana unaona ramani ya ulimwengu
Kwa hiyo ni kanisa la mahali pamoja, kutokea Rwenkorongo ya Kerwa, ya Kagera ya Tanzania, ya Afrika Mashariki, linatembea bara lote la Afrika na linakwenda ulimwengu wote mpaka misho ya nchi, kama Yesu ambavyo ametuambia katika injili yake ile ya Matendo ya Mitume. Tumesoma sura ya 1 mstari wa 8 mpaka misho ya nchi. Lakini pia tutasoma katika Marko mtakatifu na Mateo mtakatifu Yesu anavyotuagiza kuhubiri habari njema, kuhubiri neno lake, kuhubiri habari zake njema, Yesu aliye nuru ya ulimwengu, kwenda mpaka ulimwengu mzima, mataifa yote na dunia nzima ikombolewe. Hayo ndiyo mambo 7 yanayobeba kanisa la Yesu ni nuru, yako katika logo hii, na ndiyo ambayo nilipewa tangu siku hiyo ya tarehe 27 za mwezi wa 8 mwaka 2020. Yesu ameendelea kuyachochea ndani, akinifundisha kwa hatua jinsi gani kanisa hili sasa litatembea, na tayari limefunguliwa ili sasa Yesu aanze kutenda kazi. Yesu ambaye ni nuru ya ulimwengu, ambaye ni nuru yetu. Amina. Hayo ndiyo mambo 7 yanayobeba kusudi, dhamiri na maono ya kanisa la Yesu ni nuru, ambalo Bwana ameleta kwako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni kwamba maono makubwa ya kanisa la Yesu ni nuru, ambalo sasa kama ambavyo nimekuambia, makao makuu yake ni katika kilima cha mji wa Rwenkorongo katika wilaya ya Kerwa iliyo mkoa wa Kagera, nchi ya Tanzania. Ndio makao makuu, na tunaanzia pale tunakwenda ulimwengu wote. Hili ni kanisa ambalo linatembea katika karne hii ya kizazi cha nyakati hizi za Yesu kurudi, kwa sababu tutaona maandiko ni kizazi kinachotembea katika mitandao mikubwa ya kidijitali, softwares, na ukiingia katika ulimwengu wa roho unatazama kabisa kwamba Bwana ana kusudi kubwa la kuanzisha kanisa la Yesu ni nuru, kama ambavyo nitakuelezea hapa. Katika hilo kusudi kubwa lilo mbele yetu ni kwamba katika dhamira hii sasa ya Yesu kuanzisha kitu hiki, kanisa hili ni kanisa la wote, halibagui. Yesu alisulubiwa kwa ajili ya kila mwenye pumzi. Yesu aliachilia damu yake msalabani kwa ajili ya kabila zote, rangi zote, madhehebu yote, weusi, weupe, maji ya kunde, wekundu, kila mwenye pumzi chini ya jua. Hili ni kanisa lako ambalo Bwana analileta katika kizazi cha nyakati hizi sasa, na kwa namna pekee ni kizazi cha Gen Z. Haleluya! Kinachohitaji neema ya kanisa la Yesu ni nuru. Nikikusomea katika kitabu kile cha Mateo sura 24 kuanzia ule mstari wa 3 na kuendelea, hebu sasa nikusomee neno hilo. Mathayo sura ile ya 24, nianzie mstari wa 3, tutaendelea. Neno la Mungu linasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako Yesu na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Angalieni mtu asiwadanganye. Mstari wa 5, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, mambo hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetesi na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, na wataua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Mstari wa 10, ndipo wengi watakapojikwaa
nao watasalitiana na kuchukiana. Mstari wa 11 muhimu sana kwetu, mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Mstari wa 11, Mathayo 24:11, na manabii wengi wa uongo watatokea, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi, na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Mstari wa 13, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Mstari wa 14, very important, muhimu sana kwako na kwangu. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Mstari wa 24, kwa maana Mathayo 24:24, kwa maana watatokea wakristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa kubwa. Kwa maana watatokea wakristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Mstari wa 34, amini nawaambia, Yesu anasema Mathayo 24:34, amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita. Kizazi kipi cha Yesu? Hiki tulicho nacho, kizazi cha Yesu. Huu ni mwaka wa 2000, sasa ni miaka 2020 kizazi cha Yesu hakitapita. Anasema amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Mstari wa 36, walakini habari ya siku ile ipi ya mwisho, kurudi kwa Yesu, na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila ni Baba Mungu wa mbinguni peke yake. Amen. Nisome katika Biblia ya Kiingereza, katika the Holy Bible, Matthew chapter 24 verse 3. As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us, when will this be? And what will be the sign of your coming and of the close of the age? And Jesus answered them, take heed that no one leads you astray. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. For nation will rise against a nation, and the kingdom against the kingdom, and there will be famine and earthquakes in various places. All this is but the beginning of the birth pangs. Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will fall away and betray one another and hate one another. And many false prophets will arise and lead many astray. And because of wickedness is much pride, most men love will grow cold. But he who endures to the end will be saved. And this gospel of the whole world, as a testimony, I read again, Matthew chapter 24, verse 14.
And this gospel of the kingdom will be preached throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Amen. If we go to verse 24, Matthew 24, chapter 24, verse 24, the word of God says, For false Christs and false prophets, for false Christs, that the Christians, and false prophets will arise and show great signs. I read again. Matthew 20, chapter 24, verse 24. For false Christs, that means the Christians, and false prophets will arise and show great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. If we go to verse 34, the word of God says, Truly I say to you, this generation will not pass away till all these things take place. 35. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. 36. But on the day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwanzo sura ya kwanza, neno la Mungu linasema, mstari wa kwanza tutakwenda mpaka mstari wa 5. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa 3. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Huo ni mstari wa 4. Mungu akatenga nuru na giza. Niache hapo mstari wa 4. Nirudia mstari wa 3. Wa pili. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu, mpendwa msikilizaji na unayenitazama, hapa upakamate vizuri. Ukamate vizuri. Mungu anaanza uumbaji wa mbingu na nchi na kila alichokiumba. Utaona na baadaye mpaka mstari wa 26 mwanadamu anaumbwa. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Lakini mstari wa 2, nayo nchi ilikuwa ni ukiwa tena na utupu. Kwa sababu gani? Giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Hili giza ndilo linaifanya nchi kuwa ukiwa na utupu, kwa sababu limeatamia vilindi vya maji, ambapo Mungu anakwenda kuumba na anaanzia uhai, unaanzia majini. Ndipo Mungu alichokifanya, Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Maji haya ambayo giza liko juu ya uso wa vilindi vya maji. Unaona mpendwa msikilizaji, giza liko juu ya uso wa vilindi vya maji, na kwa sababu ya giza hili ambalo liko katika uso wa vilindi vya maji, wakati Mungu anataka kuanza kuumba kilicho chema kama ilivyompendeza, Mungu alichokifanya, kwa sababu ya giza hili linaloleta utupu na ukiwa, Mungu analeta roho yake, yani Roho Mtakatifu. Roho ya Mungu inatulia juu ya uso wa maji. Kwa maneno mengine, roho ya Mungu sasa, Mungu anaiachilia inatulia juu ya giza, kwenye utupu na ukiwa.
Kilichofuata ni nini? Mstari wa 3, Mungu anasema sasa na iwe nuru, ikawa nuru. Na Mungu aliposema, kilichotoka ni neno, na neno kama ambavyo Injili inazungumza, kama ambavyo nimekwisha kusema hapo awali, neno maanake ni Yesu mwenyewe. Neno ni uzima, neno ni uhai, neno ni Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye nuru ya uzima. Kwa hiyo Mungu akasema, mstari wa 3, iwe nuru, ikawa nuru. Baada ya kuwa nuru, sasa angalia mstari wa 4, Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema, Mungu akatenga nuru na giza. Baada ya hapo Mungu anaanza uumbaji. In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God was moving over the face of the waters. Verse 3, and God said, let there be light, and there was light. And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. Amen. Mpendwa msikilizaji, katika jina la Yesu, nuru ya ulimwengu, nuru yetu. Kusudi kubwa la kanisa la Yesu ni nuru. Ni kanisa ambalo Yesu analeta maachilio ya kizazi cha nyakati za sasa. Katika neno ambalo tumesoma katika Mathayo sura 24 kwa habari za Wakristo wa uongo, manabii wa uongo, watumishi wa uongo, watendakazi wa uongo, hayo yote ni giza. All of those we read through Matthew chapter 24 about the Christians, the false Christians, false prophets, and other servants of God of the like. All of these are the darkness. It's the era of the darkness in this world. Mungu ameleta maachilio haya ya kanisa la Yesu ni nuru. Ni kitu cha Bwana na kifunua katika kizazi hiki. Ukiangalia pande nne za dunia na ulimwengu huu, yako maroho mengi ya mapotovu yanatembea. Tena mengine yanafanya maajabu na ishara kubwa kubwa. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, kama Yesu ambavyo anasema, wengi wanajikwaa hata yamkini walio wateule. Ni nani wa kuwasaidia kama si Yesu aliye nuru? Kama alivyosaidia Mungu tangu uumbaji, tumesiona katika kitabu cha Mwanzo. Wakati Mungu anataka kutenda jambo jema la kuumba kila lililompendeza, lakini dunia kupitia maji yaliyofunika vilindi vya dunia na nchi, vilindi hivi vilikuwa vimekaliwa na giza. Giza limeleta utupu, giza limeleta ukiwa. Ukiangalia katika mataifa mengi ulimwenguni, utaona watu wengi wako katika ukiwa. Familia nyingi ziko katika utupu. Maovu na maasi ni mengi. Watu wamejikatilia tamaa, hata walio wateule. Watu hawana majawabu, na roho zinazotembea za ukengeufu. Watu hawana majawabu ya tabu na mateso na shida wanazopitia. Nani wa kutusaidia? Ni Yesu aliye nuru ya ulimwengu. Ni Yesu aliye nuru kuu. Katika kitabu cha Isaya, neno la Mungu linamtabiri Yesu kuwa ni nuru kuu. Katika Injili ya Yohana, Yesu anaitwa nuru halisi. Ziko roho zinatembea na madanganyo mengi na mapotofu mengi na hadaa nyingi kana kwamba ni nuru. Hakuna nuru zaidi ya nuru kuu, Yesu Kristo. Hakuna nuru zaidi ya nuru halisi, Yesu Kristo. Tukisoma katika kitabu cha Isaya sura ile ya 9 mstari wa 2. Isaya, nabii Isaya sura ile ya 9 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, watu wale waliokwenda katika giza
Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Haleluya! Nuru imekuja kipindi na wakati mkamilifu wa Mungu kuangazia watu wa Mungu pande nne za dunia na ulimwengu huu. Walio katika giza na katika uvuli wa mauti, nuru ya ulimwengu imekuja kuangaza. Chapter 9 verse 2. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shined. Hallelujah. It is our moment, Jesus' light to shine you from the deep darkness. Katika Yohana Mtakatifu sura ile ya kwanza mstari wa 9, Yohana 1:9, neno la Mungu linasema, kulikuweko nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Nuru halisi. John chapter 1 verse 9. John chapter 1 verse 9. The true light that enlightens every man was come into the world. Hallelujah. Ni majira makamilifu ya Mungu. Ameiona Tanzania, ameiona Afrika, ameiona Ulaya, ameiona United States of America, North and Latin America, ameiona Asia, ameiona mashariki ya kati, ameiona mashariki ya mbali, ameiona Australia, New Zealand, mpaka misha ulimwengu. Ili pale palipokuwa na giza, ukiwa na utupu, nuru ya Bwana iangaze, watu wapokee majawabu ya tabu na shida zao. Haleluya! Jesus Lord. Ndugu yangu katika Yesu aliye nuru ya ulimwengu, aliye nuru yetu, rafiki yangu katika jina la Yesu, ni neema ya Mungu aliye hai na tujilia sasa ulimwengu. Kitu hiki unachokiona, kanisa hili la Yesu ni nuru. Kitu hiki, maachilio haya, mafunuo haya unayoyaona, Mungu ametuletea uamsho wa neema hii anayomimina kwangu na kwako mpendwa. Nimemsikiliza Bwana Yesu kwa utulivu kabisa, na ndio maana hata uende kwenye mitandao yoyote ya software, Google uende, hakuna mahali unaweza ukapata kitu hiki. Ni maachilio halisi ya Mungu aliye hai, ili kutoa majawabu, the solutions for this, hallelujah, amazing era of God. Mungu ametuhurumia, ni neema kubwa. Kanisa hili linatembea na kusudi la Yesu katika huduma yake mwenyewe. Jesus Light Church, hallelujah, inatembea na kusudi la Yesu, the passion of the Lord. Ile kiu na shauku ya ndani ya Yesu anayachilia kwangu na kwako sasa. Ni majira makamilifu ya Mungu, ni majira makamilifu yako mpendwa msikilizaji, rafiki yangu katika jina la Yesu Kristo aliye nuru yetu, nuru ya ulimwengu. Tukisoma katika Injili, tukisoma neno la Mungu katika Injili ya Mathayo Mtakatifu ile sura ya 9 mstari wa 35 kwenda 38, neno la Mungu linasema, naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na alipowaona makutano, aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Kwa Biblia ya Kiingereza, in English Bible, the Holy Bible. And Jesus went about all the cities and villages,
teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every disease and every infirmity. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest. Amen. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Biblia inasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa Biblia ya Kiingereza, the English Bible, Acts chapter 10 verse 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with the power. With the Holy Spirit and with the power. How he went about doing good and healing all that were oppressed by the devil, for God was with him. Amen. Haleluya. Mpendwa msikilizaji wa kanisa la Yesu ni Nuru, popote unaponisikiliza kupitia mitandao ya kijamii, Mungu akubariki sana kikubwa kwa kuendelea kutufuatilia, kwa kututazama na kutusikiliza, wakati Mungu anaendelea kufunua maachilio haya kwa ajili ya neema ya Mungu kwetu sisi wanaye katika kizazi ambacho Mungu analeta neema ya uamsho huu. Neno limesema Yesu akutulia. Jesus through his passion, kupitia ule mzigo Yesu aliokuwa nao, kiu na shauku kwa ajili ya mwanadamu mwenye mateso, mwenye shida, anayeonewa na Ibilisi. Yesu akutulia mijini, mashambani, kwenye vitongoji, kwenye vijiji, alizunguka kila mahali. Hakutulia kabisa. Moyo wa Yesu ulijaa huruma kwa ajili ya watu. Moyo wa Yesu ulijaa upendo kwa ajili ya watu. Yesu aliwaza msaada kwa ajili ya mwanadamu. Ndugu yangu, katika jina la Yesu Kristo aliye nuru yetu, nuru ya ulimwengu, kitu hiki unachokisikia na kukiona ni uamsho wa Yesu mwenyewe. Amekuletea kanisa la Yesu ni Nuru ili tusimame katika lile kusudi la Mungu, haleluya, la kumtuma Yesu Kristo kuja kwa ajili ya kusolve matatizo ya watu. Kupitia kanisa la Yesu ni Nuru, mbali ya hizo nguzo tatu ambazo tunasimama nazo, ambazo Mungu ametupa, na hayo mambo 7 ambayo nimekueleza katika logo hii, Mungu ametupa misingi 12 ya imani ambayo tutatembea nayo. Mungu atatupa wakati mwingine, nitakueleza msingi wa imani mmoja hadi mwingine, 12 ambayo tutatembea nayo kwa ajili, haleluya, ya kazi ya Bwana, kazi ya huyu Yesu, katika kulitimiliza kusudi la kanisa la Yesu ni Nuru na huduma hii. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa kanisa la Yesu ni Nuru,
kupitia kanisa hili Bwana anatuamsha ili kulishiriki na kulitendea kazi agizo kuu la Yesu. Kitu ambacho Yesu anakiachilia kupitia kanisa hili la Yesu ni nuru. Ni mimi na wewe tushikamane kama malimbuko wa kanisa hili na huduma hii, ili tuweze kufanyika ukombozi, tuweze kufanyika msaada kwa ajili ya kila mwenye pumzi chini ya jua, ili watu waweze kupokea majawabu ya mahitaji yao. Yesu Kristo kupitia kanisa la Yesu ni nuru. Kusudi la Yesu katika huduma yake ni ulimwengu wote uokolewe. The whole world be saved from the power of the darkness, from the devil, and it is the power of the darkness. Ulimwengu uokolewe kutoka kwa adui shetani aliye mkuu wa giza na vibaraka vyake vyote, ili nuru ya ulimwengu Yesu Kristo auangaze ulimwengu wote, pande nne za dunia na ulimwengu, kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, watu wapate majawabu ya mahitaji yao. Haleluya! Kitu ambacho Mungu ametupa. Haleluya, haleluya! Mpendo msikilizaji na mtazamaji wa kanisa la Yesu ni nuru. Kitu ambacho Mungu ametupa kupitia kanisa la Yesu ni nuru ni kusudi la Yesu la ukombozi na wokovu wa mwanadamu. Yaani tumepewa injili inayoitwa injili kamili, kwa Kiingereza the holistic gospel, kwa maana Yesu alikuja kumwokoa mwanadamu roho, nafsi na mwili. Sasa narudia, kitu ambacho tumepewa ni injili kamili, ni injili halisi ya Yesu aliyekuja kumwokoa mwanadamu roho, nafsi na mwili, kwa Kiingereza the holistic gospel. Utaona makanisa mengi ya Kipentekoste na kiroho ya nyakati za sasa sana sana yanatembea katika hali ya kiroho, wokovu wa kiroho, lakini pia kwa habari za mahitaji mengine ni kana kwamba hayapo katika missions. Na ndiyo maana kupitia kanisa la Yesu ni nuru, ndani ya kanisa hili tutakuwa na huduma ambayo inashughulika na milima 7 ya ushawishi wa mwanadamu hapa duniani na ulimwenguni. Yani, there are 7 fundamentals which influence man in this world. Milima 7 ya ushawishi wa maisha ya mwanadamu hapa duniani na ulimwenguni imo katika kusudi la kanisa la Yesu ni nuru. Na ndiyo maana Yesu pamoja na kazi yake ya kufundisha kwenye masinagogi hakuacha kutoa mapepo, hakuacha kuponya wagonjwa, hakuacha kuelimisha watu. Yesu alikuwa ni mwalimu mwema, alifundisha. Yesu aliwahurumia wahitaji, masikini, wajane, yatima, wagonjwa, wageni. Yesu aliwapa chakula. Yesu aliwapa chakula. Watu aliona wananjari waketisha, kawapa mikate, kawapa chakula. Kwa Yesu alishughulika na roho, akashughulika lakini na nafsi, akashughulika na mwili. Yesu alikuja kumwokoa mwanadamu mkamilifu, roho, nafsi na mwili. Hiyo ni dhamira. It's a mission we have of Jesus, the holistic gospel. Ni maono tulionayo kupitia kanisa la Yesu ni nuru. Ni kusudi la Bwana kwa ajili ya kitu kunachokiona na kukisikiliza. Kwa hiyo tutakuwa na huduma kupitia kanisa la Yesu ni nuru inayoshughulika na milima 7. Milima hiyo ni kama ifuatavyo. Mlima wa kwanza ni familia, kwa sababu familia ni chimbuko la vyote na yote. Familia ndimo kuna kila kitu. Mlima wa pili ni mlima wa dini. Haleluya. Mlima wa tatu ni mlima wa elimu. Mlima wa 4 ni mlima wa uongozi. Mlima wa 5 ni mlima wa uchumi, biashara pamoja na fedha. Mlima wa 6 ni mlima wa burudani na michezo.
Mlima wa 7 ni mlima wa matangazo, yani media. There are 7 fundamentals influence of man on this earth. Number 1 is the family. Number 2 is the religion. Number 3 is education. Number 4 is the leadership. Number 5 is the economy, finance and business. Number 6 is the amount of entertainment. Number 7 is the amount of media. Hallelujah. 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 Ndugu zangu mnaonisikiliza na kunitazama, Mungu akubariki sana. Kwa hiyo, kwa kifupi, kwa muhtasari, hayo ndio maono, dhamiri na kusudi la Yesu Kristo kuanzisha kanisa la Yesu ni Nuru, ambalo ni kanisa letu sote. Mungu amelileta, amelifunua kwetu sote, ili tushikamane kwa ajili ya kufanya ulimwengu na dunia kuangaza. Giza likimbie, utupu na ukiwa uondoke, watu wa Mungu wapate majawabu ya maisha yao. Kwa sababu utaona hata makanisani sasa zile karama za Roho Mtakatifu ni kama hazipo. Upendo wa wengi umepotea. Maasi na maovu ni mengi mno. Ni nani sasa? Ni mimi na wewe, ambao Mungu sasa ameleta kitu hiki, ameanzisha kanisa hili, ili kwa wakati wetu sasa tumfanye Yesu, haleluya, ambaye anasema hatarudi mara ya pili kulichukua kanisa, hadi kila sikio la kila mwenye pumzi limemsikia. Watasikiaje pasipo mimi na wewe? Haleluya, kuwa sababu ya kumshuhudia Yesu aliye nuru ya ulimwengu kupitia kanisa la Yesu ni Nuru, yani Jesus Light Church JLC, na kauli mbiu yetu ambayo Mungu ametupa kupitia kanisa lako ile la Yesu ni Nuru ni Jesus is the light, haleluya, to shine the world. Kwa Kiswahili, Yesu ni nuru kuangaza ulimwengu. Mungu akubariki kikubwa. Ninaamini uko tayari sasa kushikamana na mtume wako Emmanuel Kamwangele Bugingo kwa ajili ya kumshuhudia huyu Yesu wa kanisa la Yesu ni Nuru. Ubarikiwe. Amin. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji, jambo lingine ambalo nimesema nitakupa kidogo ni ushuhuda wa jinsi ambavyo Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo aliye nuru ya ulimwengu ametupa kwa ajili ya kuanzisha kanisa hili. Nitaka nikupe ushuhuda wa jinsi ambavyo Mungu ni mwaminifu. Katika kuanzisha kanisa hili haikuwa rahisi sana. Ninakupa ushuhuda wangu mwenyewe. Apostle Emmanuel Kamwangele Bugingo. Kama ambavyo nimekuambia, wakati Yesu ananipa kitu hiki, anaachilia kusudi hili na kunipa maono haya, takriban unaona sasa kuanzia mwaka 2000 Agosti, sasa ni karibu miaka 7. Hii miaka imekuwa katika maandalizi na maandalio ya Bwana kwa ajili ya kuanzisha kanisa hili. Wakati Yesu ananipa kitu hiki, Bwana amenikutania nikiwa katika utumishi, na kwa jinsi ya kibinadamu nilijiona ninazaa matunda, na hata yamkini watumishi wa Mungu wengine na watu wengine waliona ninazaa matunda kabisa, nikihubiri injili ya Yesu, kifanya maombezi kwa wahitaji, nikipanda makanisa na watoto ambao nimewazaa wachungaji kwa Kristo, makanisa karibu 15 hivi katika kipindi kama miaka 19 hivi, 20 kidogo, zaidi ya 20 kidogo. Sasa Bwana alipofunua kitu hiki na maono haya,
Nilimuuliza sana Yesu, na ndio maana unaweza ukaona ni kama miaka 7 hivi. Kwa hiyo Bwana amekuwa akiniandaa hatua kwa hatua. Kwa nini nimekuwa namuuliza Yesu? Ni kwa ajili ya matunda hayo yanayoonekana, divine results. Itakuwa kuweje? Lakini Bwana akajifunua kwangu. Wakati huo ninaendelea kuzungumza na Yesu, namuuliza Yesu, ananipa maelekezo. Mfalme wa amani Yesu akaniambia, mwanangu Emmanuel, siwe na shida. Haya matunda yanaonekana ni makubwa, lakini kuna roho nyingi zinanihitaji, yani zinamhitaji Yesu. Nikaisikiliza sauti ya Bwana kwa bidii na kwa utulivu. Mwisho nikasema, nimekutii Bwana. Nikaacha yote, yakiwemo hata kanisa ambalo nilikuwa nikilihudumia, kubwa tu na washirika wengi, ni senta kubwa na kila kitu, lakini kwa furaha na amani kabisa. Na nikawaambia, ninakwenda kutafuta roho za watu wenye mahitaji popote ulimwenguni. Yesu akaniambia, mwanangu Emmanuel, ninakubebesha kusudi langu na utume wangu. Utakwenda ulimwenguni kote, ukianzia Rwenkorongo ya Kerwa ya Tanzania. Yesu ananiambia, kama mimi ambavyo niliacha, haleluya, kondoo 99 kwenda kutafuta kondoo moja aliyepotea, kama neno la Bwana linavyosema. Yesu akaniambia, hivyo hivyo nawe unakwenda kutafuta kondoo wangu wanaopotea ulimwenguni kote. Nimemtii Yesu Kristo kwa furaha na kwa amani. Nimesimama na nyumba yangu, kwa maana ya mke wangu na watoto niliowazaa. Nikaacha vyote kwa ajili ya kuanza moja na Yesu, ambaye ninajua ni Alfa na Omega. Haleluya! Ananikutanisha sasa na wewe na kila aliyemridhia, kwa ajili ya kuangaza tangu Rwenkorongo ya Kerwa ya Kagera ya Tanzania. Tunakwenda mabara yote na mataifa yote kutafuta roho za watu wa Mungu waliokuwa wanapotea, wamefungwa, ili nuru ya Bwana, kanisa la Yesu ni nuru, liwaangaze, wamjie Bwana katika jina la Yesu. Ubarikiwe. Umesikiliza kila ambacho Yesu ameweka ndani ya moyo wangu kwa ajili ya kanisa hili na kusudi la Mungu aliye hai. Kama umeguswa kumpokea Yesu huyu ambaye ndiye nuru yetu, nuru ya ulimwengu, ninakwenda kukuombea, nikuongoze katika kumpokea Yesu. Basi unaweza kufunika macho yako, na wakati huu unafuatisha maneno haya ambayo sasa ninakuelekeza. Sema, Bwana Yesu, uliye nuru ya watu na nuru ya ulimwengu, ulinijua tangu tumboni mwa mama yangu, na ya kwamba mimi ni wako. Ndio maana kwa sababu wewe ni Mungu, kusudi lako halizuiliki. Ndio maana leo umenipata kupitia kanisa la Yesu ni Nuru. Nami ninakukiri sasa ya kuwa wewe ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nisamehe dhambi zangu zote na maovu yangu yote. Kwa damu yako ya msalaba nitakase, niponye, niweke huru. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Nimeokoka, sitakuacha kamwe, kwa jina la Yesu, amen. Na kuombea sasa. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mwanao ambaye sasa amekujia kupitia kanisa la Yesu ni Nuru. Neema yako Bwana imempa wokovu, kwa damu yako linamtakasa. Jina lake Baba liwe katika kitabu cha uzima. Roho Mtakatifu mwekee muhuri wa wokovu. Baba, namweka mikononi mwako. Baba, namweka mikononi mwako, namweka mikononi mwako. Mshike kwa mkono wako na neema yako iwe kubwa juu yake. Asante kwa kuwa hutamwacha. Utamtumia sasa Baba. Ni marimbuko ya wokovu sasa, kuanzia siku ya leo ya maachilio makubwa, unapofunua kanisa lako la Yesu ni Nuru ulimwenguni kote, Jesus Great Church. Kwa jina la Yesu, amen.
Mpendwa, katika jina la Yesu aliye nuru yetu, kupitia kanisa la Yesu ni nuru, Mungu akubariki sana. Ninakwenda sasa kufanya maombezi ya kuhitimisha kipindi hiki kwa siku ya leo kwa ajili ya wote wanaonitazama. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo uliye nuru yetu, uliye nuru ya ulimwengu, ninakuja miguuni kwako tena Baba nikisema asante kwa ajili ya uwepo wako na kwa ajili ya maachilio ya Roho Mtakatifu. Kupitia Bwana utambulisho huu na utangulizi huu kwa kila mwanao ambaye umemsikizisha sauti yako kupitia mitandao ya kijamii yote, Jesus Light, YouTube, Online TV na mingine yote Baba, ikiwa ni pamoja na Facebook, Instagram na TikTok. Mungu mtakatifu, tazama kanisa lako linalotembea na kusudi lako sasa Baba limeanza pande nne za dunia na ulimwengu. Maachilio yatakuwa ni makubwa. Vipofu wataona, viziwi watakusikia, mabubu wataongea, viwete watainuka, watarukaruka na kusifu, wafu watafufuliwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunasema asante, tunakushukuru. Wewe ni Alfa na Omega. Neema yako Bwana iliyoanzisha kanisa lako, Mungu mtakatifu, itaendelea kututembeza katika kusudi lako. Wanaonaweka mikononi mwako, jambo jema lifanyike. Kila mmoja jifunue kwake Bwana, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.